إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. نقدام katika iman, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala kumsalia alayhi salatu wassalam, tupo katika eneo hili la Tewe, tukumomba Allah subhanahu wa ta'ala awabariki ndugu zetu na awajalie kuwa ni watu wenye kufuata Uislamu sahihi alioacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kile ambacho nakusudia kuwakumbusha kwa muda huu, nitakumbusha maudhui inayosema al-ghayatul uzma allati min ajliha khalaqa Allahu al-khalqa wa arsala Allahu ar-rusula. Lengo kubwa ambalo kwa lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na akamuumba jini, na kwa lengo hilo hilo Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume. Lengo kubwa, kwa ajili ya lengo hilo kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na akaomba majini, na kwa lengo hilo kubwa pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuma mitume. Tusikilizane vizuri katika maudhui hii. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala katika Adh-Dhariyat anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba majini na watu isipokuwa nimeomba kwa lengo la kuabudu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya akatuonyesha wazi kwamba huyu kiumbe ambaye anaitwa mwanadamu, lakini pia kuna kiumbe mwingine anaitwa jini ambao ni alamul ghaibia. Ulimwengu wa viumbe wa kijini ni ulimwengu wa ghaibu ambao mwanadamu haushuhudii kwa macho, lakini maelezo yake Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa urefu katika Qur'an, lakini pia katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna ubainifu mwingi juu ya ulimwengu huo, ulimwengu wa kijini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya anaonyesha kwamba kuna kiumbe anaitwa mwanadamu, lakini pia kuna kiumbe anaitwa jini, na hawa viumbe wote wawili aslan ilikuwa hawapo kwenye hii dunia. Yaani mwanadamu ilikuwa hayupo duniani, lakini pia jini ilikuwa hayupo duniani. Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi albaligha akamuumba huyu mwanadamu, yani akatengeneza kitu chake, lakini hiki kitu ambacho amekitengeneza ni kwa malengo na mpango maalum. Lakini pia akatengeneza kiumbe mwingine ambaye ni jini, na kiumbe huyu pia akatengenezwa kwa mpango maalum. Na mpango huo ni kwamba hawa viumbe wanaletwa katika hii ardhi, wanaletwa katika huu ulimwengu, makusudio makubwa kwenye ulimwengu huu wafahamu kwamba kuna muumbaji, wafahamu kwamba kuna aliyewaandaa kuja katika huu ulimwengu, na kwamba huyo aliyowaandaa
alihitaji kwao wamuelekee katika kumwabudu, wamuelekee katika kumnyenyekea, wamuelekee katika kuhitaji mahitaji yote ya kidunia, kwamba hakuna mwingine wa kumwelekea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokusudia. Na asili ya huo uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyozungumza Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhum, kwamba kabla ya wanadamu kupoteza mwelekeo katika dunia, kuanzia uumbaji wa Adam na Hawa na kuja katika huu ulimwengu kwa ajili ya kuanzisha huu ulimwengu, na kipindi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala aliamua kutuma mitume, anasema Ibn Abbas ni 10 qurun, ni karne 10, na karne 10 kila karne moja ni miaka 100. Kwa hiyo kuanzia kipindi cha Adam na Hawa mpaka kipindi cha Nabii Allah Nuhu ilikuwa ni miaka 1000. Na kwenye hii miaka 1000 wanadamu walikuwa wanamwabudu Allah peke yake, wanadamu walikuwa wanamuelekea Allah peke yake kama vile ambavyo Allah alivyotaka wanadamu wamuelekee. Kipindi hiki ilikuwa hakujaingiwa na mvurugiko wa aina yote wa kiitikadi, hakujaingiliwa na mvurugiko wa aina yote wa kimaadili, isipokuwa maadili ya viumbe wa kipindi hiki cha miaka 1000 wote walikuwa wanamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukuwa kunatambulika kipindi hicho mizimu, hakukuwa kunatambulika kipindi hicho masanamu, hakukuwa kunatambulika kipindi hicho mizuka na vitu vingine. Ilikuwa kipindi hicho ni kipindi ambacho ni safia, ni kipindi ambacho kipo safi kabisa, hakina shirki ya aina yoyote. Ndugu yangu Muislamu, kama ni miaka 1000, karne 10 kuanzia Nabii Allah Adam mpaka Nuhu, kama ni miaka 1000 watu wanamwabudu Allah peke yake na kwamba hamshirikishi na chochote. Lakini baada ya hapo shetani akafanya juhudi ya kufanyia dhalala, akafanya juhudi ya kupoteza wanadamu. Na juhudi hiyo alianza katika kipindi cha nani? Cha Nuhu. Alianza akawataka watengeneze kumbukumbu ya waja wema ambao walikuwa wanaishi zama zao. Kwa nini? Kwa sababu alijua kabisa kwamba akiwaambia waabudu wasiyekuwa Allah hawatokubali. Kwa nini? Kwa sababu asili ya maumbile yao ilikuwa inamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo shetani al-la'in akaanza kufanya mbinu. Tusikilizane vizuri. Hapa anafanya mbinu za kumtoa mwanadamu katika ule uhalisia wa kuumba kwake, katika ile uhalisia wa tauhidi yake, kumuingiza sasa katika ushirikina na upotevu. Kwa hiyo akafanya juhudi nani? Ibilisi akawataka watengeneze masanamu kwa sura za viumbe ambao wao wanawajua ni watu wema. Akawaambia tengenezeni masanamu kwa ajili ya kukumbuka hawa watu wema. Na msiwaabudu. Nyinyi tengenezeni ila msiwaabudu. Unajua wao wakatengeneza masanamu kwa ajili ya kumbukumbu. Wakatengeneza masanamu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumbukumbu. Panaeleza hapo lakini. Yaani ndani ya miaka 1000 ilikuwa hakuna ushirikina. Hapa ndiyo shetani anafanya juhudi sasa ya kumtoa mwanadamu katika usawa. Na juhudi yake anamwambia atengeneze vitu vinavyofanana na watu wema ili wawe na kumbukumbu ya hawa watu wema, lakini si kwamba hawa watu wema waabudiwe. Lakini fatala alaihimul amad. Zama zikalefuka. Kuanzia kipindi cha kutengeneza masanamu kwa ajili ya kumbukumbu, zama zilipolefuka, kizazi kile ambacho kilitengeneza masanamu kwa ajili ya kumbukumbu kikafariki. Wanaelewa hapo lakini wakafanyaje? Wakafariki. Baada ya kufariki kikaja kizazi kingine ambacho kilikuwa hakifahamu malengo ya masanamu yale. Hapo sasa nusiyatil ilm wa ubidat min dunillah. Elimu ilisahaulika, na hapo ndiyo masanamu yakaanza kuabudiwa kinyume cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia ndugu yangu Muislamu, karne 10, miaka 1000 hakukupatikana ushirikina katika ardhi. Lakini shetani kwa sababu mkakati wake ni kumpoteza mwanadamu,
akamtafutia mbinu, na katika mbinu hiyo akamuingiza mwanadamu kwenye mtego. Mtego gani? Tengeneza sanamu kwa ajili ya kumbukumbu. Alafu baadaye wazee wenu walitengeneza hii kumbukumbu kwa ajili ya kuiabudu. Baadaye vizazi vikaanza kuabudu wasikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Nuhu anatufahamisha ikiwa ni aya ya 23 akisema waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasr. Aya hii 23 katika sura Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mwelekeo. Waqalu, wakasema wale watu wa Nuhu baada ya kuambiwa hiki mnachokiabudu si sahihi na mnaabudu wasikuwa Allah na kwamba mnafanya shirikina, wakasema kuambizana baadhi kwa baadhi nyingine, wakilinganiana baadhi kwa baadhi nyingine, wakasema la tadharunna alihatakum, msiache viabudiwa vyenu. Msiache viabudiwa vyenu. Wakataja hivyo viabudiwa, akatajwa kwanza nani? Ni Waddan, wa pili ni Suwa'an, wa tatu Yaghutha, wa nne Yauqa, na wa tano ni Nasra. Haya majina ambayo yametajwa katika hii aya asili yake ilikuwa ni watu wema katika kizazi cha Nabii Allah Nuh. Tusikizane vizuri. Hii aya ya 23 katika Nuhu inaonyesha ya kwamba hao waliotajwa kwenye hii aya asili ilikuwa si masanamu, bali asili ilikuwa ni watu wema wa mji. Panaelewa hapo? Lakini ni watu wema wa mji. Kwa nini watu wema wa mji wamegeuka kuwa ni masanamu? Kwa sababu ya mbinu alizofanya nani? Al-La'in Iblis. Aliwaambia watengeneze masanamu ya kumbukumbu, hajawaambia wawaabudu. Lakini baada ya kizazi kilichotengeneza masanamu ya kumbukumbu kilipofariki, kikaja kizazi kingine ambacho hakijashuhudia utengenezaji wa masanamu, hakijashuhudia makusudio ya utengenezaji wa masanamu. Kizazi kile kilichokuja, elimu ilisahaulika, wao wakaona hivi vinafaa kuabudu. Kwa hiyo mtu mwema akaabudiwa. Kwa nini aliabudiwa? Kwa sababu aliwekewa nembo ya kuwa ni kumbukumbu. Tusiwasahau hawa watu wema. Lakini shetani alipokuja katika mlango mwingine akawaambia hawa ni watu watukufu, wanafaa kufanyaje? Kuabudiwa. Kwa hiyo wajukuu na vitukuu vikatoka kwenye lengo la wazee wao. Wazee wao waliweka kumbukumbu, wasisahau ndugu zao. Wajukuu wakaabudu, hawajajua kwamba ilikuwa nini ni kumbukumbu. Wao walijua mviabudiwa kinyume cha Allah. Kwa hiyo hapo ndiyo asili ya kuingia ushirikina katika hii ardhi. Miaka 1000 kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka anatumwa Nuhu, miaka 1000 hakukupatikana ushirikina katika ardhi. Watu wote wanamwabudu Allah mmoja. Sasa baada ya kuingia ushirikina katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala akaingia kwenye lengo lingine. Lengo gani? Kutuma mitume ili hao mitume wawakumbushe wanadamu asili ya lengo ambalo limekuwa ni sababu kuwepo katika dunia. Al-ghayatul udhma allati min ajliha khalaqa Allahu al-khalq. Lengo kubwa ambalo kwa lengo hilo Allah ameumba viumbe. Lakini pia wa min ajliha arsala Allahu ar-rusul. Kwa lengo hilo Allah akatuma mitume. Kwa nini Allah aweke silsila kutuma mitume katika ardhi? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aweke silsila ya kutuma mitume katika ardhi? Ameweka silsila ya kutuma mitume katika ardhi ili amrejeshe mwanadamu kwenye asili ya lengo lake. Maana yake mtume ni mjumbe anayekuja kumkumbusha mwanadamu kwamba unakoelekea sio makusudio ya kuwepo kwako wewe. Hiyo ndio kazi ya mitume. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Nahl ikiwa ni aya 35 aya 36 anatuambia hilo. Wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dhalal. Wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula. Hakika sisi tumetuma katika kila umma mtume. Lengo la huyo mtume
anasema ani'budullah wajitanibu tawaghuti, muabuduni Allah na epukeni kuabudu visipokuwa Allah. Mitume wakafanya hiyo juhudi, ani'budullah wajitanibu tawaghuti, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na epukeni kuabudu visipokuwa Allah. Faminhum man hada Allah, katika hiyo dawa ya mitume, huo ulingano wa mitume, kuna ambao walipata taufiki wakawafuata mitume. Faminhum man hada Allah, kuna ambao walipata hidayah wakafuata mitume, wakaacha kuabudu wasiko Allah na wakamwabudu Allah pekee yake. Waminhum man haqqat alayhi dhalal, na kuna ambao walithibitikiwa na upotevu. Kwa nini? Kwa sababu waliacha njia ya mitume. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kwa mujibu wa hii aya 36 katika Nahl inatuonyesha ya kwamba kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atume mitume. Anatuma mitume kwa lengo kubwa la kuwakumbusha waja watambue asili ya uwepo wao. Kwa nini wapo katika hii dunia? Wamekuletwa kwa lengo gani kwenye hii dunia? Jukumu lao ni lipi katika hii dunia? Sasa kwa sababu hakuna sila, hakuna muunganiko baina ya mja na Allah moja kwa moja, Allah subhanahu wa ta'ala akateua mitume katika malaika na akateua mitume katika wanadamu, ili kuwa kuna muunganiko wa taarifa za mbinguni zifike taarifa hizo za mbinguni katika ardhi. Taarifa za mbinguni ziweze kuwafikia viumbe wa ardhi. Akamwandaa Jibril ambaye ni mtume katika mitume wa mbinguni, na akaandaa mitume wa ardhini katika waja ambao wapo katika ardhi, ili afanye mafungamano baina ya taarifa za mbinguni na taarifa za ardhini. Ni kipi kinachohitajika mbinguni kifanye na ni kipi kinachokatazwa mbinguni kisifanye. Kwa hiyo mitume lengo lao kubwa ni kuwarejesha wanadamu katika asili ya ile walioambiwa na Allah, wala kanibatina fi kulli ummati rasula an ibudu Allah wajtanibu tawagut. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuma katika kila umma mtume, an ibudu Allah wajtanibu tawagut, muabuduni Allah na muepukeni tawagut. Na tawaguti inaingia vitu vyote vinavyoabudu kinyume nani cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaguti inaingia kuabudu katika pango kubwa, tawaguti inaingia kuabudu katika mti mkubwa, tawaguti inaingia kuabudu katika makaburi, tawaguti inaingia chochote kile ambacho mwanadamu atakiabudu kinyume na Allah, hiyo inaitwa tawaguti. Kwa hiyo mitume walikuja kusema nyinyi waja muabuduni Allah wajitanibu tawaguti. Faminhum man hada Allah, kuna ambao baada ya ulingano wa mitume wakapata hidayah, wakapata ujumbe unaotoka mbinguni. Waminhum man haqqat alayhi dhalala, na kuna ambao walibainikiwa na upotevu baada ya kuacha ujumbe wa mitume. Ndugu yangu Muislamu, Nuhu alifanya juhudi kubwa kuwatoa watu katika ushirikina, kuwarejesha katika asili ya nini? Ya kumbuka. Na ukisoma katika sura Nuhu unaona namna Nuhu alipopata tabu. Anawalingania watu leila nahara, lakini inafika muda watu wanaziba masikio yao, inafika muda watu wanaziba masikio, lakini pia wanaweka nguo wasisikilize ujumbe wa mtume. Kwa juhudi aliyofanya Nuhu ilikuwa ni kubwa. Juhudi aliyofanya Nuhu ilikuwa nini? Ilikuwa ni kubwa. Lakini pamoja na kwamba juhudi ilikuwa kubwa, mafanikio pia yakawa si makubwa. Kwa nini waliopata hidayah wakawa ni wachache? Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, ukumbushe huu na kukumbusha ndugu yangu uliokuwa tena kwamba silsila ya mitume ilienda mpaka akaja mtume anaitwa nani? Anaitwa Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma katika jazira al-Arab, akajalia ujumbe wake likafatil bashar. Alimtuma katika jazira al-Arab, lakini pia akajalia ujumbe wake uenee viumbe wote. Na Muhammad alikuja na ujumbe ule ule. Katika hadithi, katika maana ya hadithi katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathali wa mathali anbiya'i qabli kamathali rajulin bana baita fa ahsana wa taraka mawdi'a labna wa kana an-nasu yatufuna hawla wa ujibuna wa yaquluna ma ahsana baitin laula hadha al-mawdi'. Katika hadithi ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathali wa mathali anbiya'i qabli, mfano wangu mimi Muhammad na mfano wa manabii waliotangulia kabla yangu, kama mathali rajulin bana baita, ni kama mtu aliyejenga nyumba, ni kama mtu aliyejenga jengo lake, fa ahsana, jengo akalijenga katika mazingira mazuri, wa taraka mawdi'a labna, akaacha sehemu ya tofali moja.
akaacha sehemu ya tofali moja, na watu wakawa hiyo nyumba wanaizunguka, na wakati wanaizunguka hiyo nyumba wakawa wanafurahi namna hiyo nyumba ilivyo. Lakini watu wanaposoa hiyo nyumba wanasemaje? Wanasema hii nyumba ni nzuri, lakini mbona hamna tofali moja? Hii nyumba ni nzuri, lakini hii nyumba haina tofali nini? Haina tofali moja. Laiti tofali ile moja lingewekwa, basi hii nyumba ingekamilika uzuri wake. Fakala alayhi salatu wasalam, akasema Mtume sallam, ana tilka labna, mimi ndio lile tofali, ana khatamul anbiya la nabii ibadi, mimi ndio mwisho wa manabii na hakutokuwa na nabii baada yangu. An-Nabii alayhi salatu wasalam alikuja kukamilisha nyumba ya manabii, alikuja kukamilisha nyumba ya mitume, na akasema baada ya kuondoka mimi Muhammad tayari hiyo nyumba itakuwa imekwisha kukamilika, na kwamba hiyo nyumba hakuna sehemu tena ya kufanywa marekebisho. Hivyo ndivyo alivyotufahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu yangu Muislamu, kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamu rusul wa khairi ar-rusul ala al-itlaq, na ndio mtume bora katika mitume wote, alisimamia jukumu gani na alipitia mangapi kwenye jukumu lake? Alisimamia jukumu gani na alipitia mangapi kwenye jukumu lake? Muhammad ibn Abdullah alisimama katika jukumu lile lile walilosimama manabii, wala tadibatna fi kulli ummati rasula an ibudullah wa yajtanibu taghut. Naye pia akafanya hiyo kazi ya ziada. Fakama khair qiyam, mtume akasimama bora ya kisimamo, la nadhira lahu, kisimamo ambacho hakina mfano. Waudhiya fi sabilillah, na alipata maudhi mazito katika njia ya Allah. Lakini Muhammad ibn Abdullah hakukata tamaa, alifanya juhudi, na juhudi yake ikatufikia sisi. Mimi msambao wa Lushoto nasema mimi ni Muislamu. Hii ni fadhila ya dawa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi'lan kwamba Allah jalla wa ala alimtuma na alimpa maelekezo. Alimtuma na anampa maelekezo. Maelekezo gani? wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hajakutuma Muhammad isipokuwa ni rehema kwa walimwengu. Rehema hiyo ya Muhammad ikatufikia na ikawafikia watu wote. Pamoja kwamba imewafikia, bado juhudi inahitajika. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukilala shetani yeye halali. Wewe ukilala shetani halali. Kwa hiyo ana mpango maalum wa kupoteza mwanadamu, na ana kila njia ya kupoteza mwanadamu. Na ndio maana baada ya kwamba Muhammad ni khatamur rusul, pia hatujaambiwa sisi Waislamu kwamba ujumbe basi utaisha tu baada ya kufa Muhammad, bali Uislamu ulionyesha kwamba wale watakaokuja baada ya Muhammad wataendeleza jukumu hili la Muhammad. Qur'ani inatuambia katika Ali Imran, ikitufahamisha lengo kubwa, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ninyi watu Muhammad ni umma bora. Kwa nini ni umma bora? Ukhrijat lin-nas, mmeletwa lakini muwe ni faida kwa watu wengine. Faida gani kwa watu wengine? Hao watu wengine mfanye juhudi ya kumwamrisha mema, hao watu wengine mfanye juhudi ya kuwakataza mabaya. Jukumu hili umma ukabebeshwa baada ya Muhammad. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusiana na maulama, anasema innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, inma warathul ilma faman akhadhahu akhadha hadhun wafir. Hakika wanachuoni wao watakuwa ndio warithi wa mitume, na mitume hawajaacha mali, mitume hawajaacha pesa. Inma warathul ilma, mitume wao wanarithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua mirathi ya manabii ambayo ndio elimu amechukua fungu liko kubwa kabisa. Kwa hiyo ujumbe ambao unahitajika katika umma wamekabidhiwa wasomi wa umma, wanazima mbele Allah. Kwa nini? Kwa sababu wamesimama makamu nubuwa. Wasomi wa dini wamesimama nafasi ya manabii. Wao watasimamishwa baina ya Allah, watasimamishwa mbele ya Allah, na wataulizwa wasomi, mlifanya nini katika elimu mliyopokea ambayo ndio mirathi ya manabii? Je, mliwaacha wakaendelea watu kupotea? Hamkuwa na nafasi ya kuamrisha mema? Je, mliwaacha watu wakapotea? Hamkuwa na nafasi ya kukataza mabaya?
hiyo Muhammad ibn Abdullah alifanya hiyo kazi, na kazi hiyo ni kazi endelevu ila antakuma saa, na watu wake wataulizwa mbele Allah. Ndugu yangu Muislamu, nichukue fursa hii kukufahamisha kwamba hata sisi tumesimama hapa, hata sisi tupo hapa kwa ajili ya kuondosha dhima. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja katika wasomi wa dini ataulizwa mbele Allah elimu yake alifanyia nini. Je, ulisoma na ukakaa nyumbani? Ulisoma na ukawa unaishi na watu wanavyotaka huambii hili halifai? Ulisoma alafu ukashindwa kuwakosoa watu katika yale yanayoenda kinyume na dini? Kwa hiyo msomi ana mzigo mkubwa mbele Allah. Ndio maana Allah akasema katika Nahl pia, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Wasomi watabeba mizigo yao iliyokamilika siku ya kiyama, na mizigo ya wale walioishi nao, mizigo ya wale wanaowasimamia. Kwa hiyo wasomi wana jukumu kubwa katika umma wa Kiislamu ili waweze kujinasua mbele ya Allah, wasibebeshwe mizigo miwili. Ndugu yangu, mzigo mmoja ni mzigo mzito. Vipi unabebeshwa na mzigo mwingine? liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Watabeba mizigo yao siku ya kiyama na mizigo ya wale waliopoteza pasi na elimu. Kwa nini kuwapoteza? Kwa sababu unamuona ndugu yako anafanya jambo la ushirikina, lakini unampita. Bwana nikimwambia sasa, unajua ukimwambia atanichukia. Ukisema nikimwambia atanichukia, unampita, maana yake unataka ndugu yako aangamie. Na kama unataka ndugu yako aangamie, hata angamia peke yake, aya inakujumlisha na wewe. Lakini unampita anafanya jambo la maasi, unashinda kumwambia haya ni maasi. Maana yake wewe unaona kwamba mzigo atabeba peke yake. Hapana, na wewe utaubeba. Kwa hiyo jukumu la Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kusimamia jukumu la manabii, lakini pia akaacha jukumu hili katika umma wa Muhammad. Ndugu yangu Muislamu, Muhammad ibn Abdullah alifanya juhudi kubwa katika Jazira al-Arab, juhudi ya jasho na damu. Inaitwa juhudi ya jasho na damu. Juhudi hiyo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifanya dawa, aliwalingania Waarabu waepukane na mila na desturi za mababu, lakini Waarabu wakasimama kidete kutetea kwao. Na historia ya Uislamu inaonyesha hivyo kwamba wao walipoambiwa wamwabudu Allah na waepukane na vile wanavyoabudu kinyume cha Allah, walikataa. Wengi wao walikataa. Na ninafuu wakataa tu, iwe inatosha. Walikataa na wakapanga safu ya kumshambulia Muhammad na wale waliokuwa pamoja na Muhammad. Waliteswa watu wakina Bilal bin Rabah radhiallahu ta'ala, waliteswa watu wakina Sumayya, waliteswa watu wakina Ammar, waliteswa watu wakina Yasir. Kwa nini? Kosa lao ilikuwa ni kuacha mfumo wa Quraysh, mfumo wa mila na desturi, na kufuata mfumo aliokuja nao Muhammad. Kwa munasaba huu, wazee wangu, niseme hivi, kufuata dini ya Muhammad pia katika zama tunazoishi ni jambo linahitaji gharama. Kufuata dini ya Muhammad pia hasa katika zama ambazo tunaishi ni jambo pia linahitaji gharama, kama ambavyo wale wa mwanzo walitoa gharama. Ukisoma katika Qur'an, ikiwa ni aya 170 katika Bakara, inaonyesha mjadala unaojili baina Muhammad na watu wake. Aya hii ya 170 katika Bakara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa idha qila lahum tabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba. Ndipo watakapoambiwa fuateni yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah, fuateni yale ya mbinguni, wanasema hapana bwana, sisi hatupo tayari kufuata ya mbinguni, bali sisi tunafuata tuliyokuta nayo baba zetu. Hilo lilikuwa ni jawabu lao. Kwamba wanafuata waliokuja nao nani? Baba zao. Na ukisoma katika hadithi katika Sahih Bukhari, hadithi ya Abi Sufyan, hadithi ya saba katika Sahih Bukhari, hadithi ya Abi Sufyan ambayo walikuwa na mjadala na Hirukela, hadithi ndefu. Hirukela alimwambia Abi Sufyan, madha yamuruku? Qala yamuruna an na'budu Allah wahdahu wa la nushriku bihi shay'an wa yaqulu utruku ma yaqulu
abaukum. Alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituambia muabuduni Allah peke yake na kwamba msimshirikishe na chochote. Waturuku ma yakulu abaukum, na acheni yale wanayosema baba zenu. Huu ndio wito wa Muhammad ibn Abdullah anauelekeza katika ulimwengu wa Quraysh. Ni wito wa Muhammad ibn Abdullah anauelekeza katika ulimwengu wote wa Kiislamu. Anawaambia Makuraishi, fateni yale ambayo yanatoka kwa Allah, na kwamba acheni yale wanayosema nani? Acheni yale wanayosema nani? Baba zetu. Hadithi ya 7 katika Sahih al-Bukhari, kitabu Badil Wahy. Kitabu Badil Wahy. Utruku ma yakulu abaukum, acheni wanaosema baba zenu. Kwa nini acheni wanaosema baba zenu? Kwa nini acheni wanaosema baba zenu? Kwa nini mtume alikuwa huo ndio wito wake? Wakati anasema hivyo, ndugu yangu Muislamu, wakati anasema hivyo kulikuwa kuna wazee wa mji wakina Abu Lahab. Wakati anasema hivyo kulikuwa kuna wazee wa mji wakina Abu Jahal. Wakati anasema hivyo kulikuwa kuna wazee wa mji wakina nani? Wakina Umayya. Wakati anasema hivyo ilikuwa kuna vigogo wa Quraysh wapo, lakini anawaambia waturuku ma yakulu abaukum, acheni wanasema baba zenu. Kwa nini acheni wanasema baba zenu? Kwa sababu hayo wanaosema baba zenu yana mafungamano ya mila na desturi za mababu. Na kama hayo wanaosema baba zenu yana mafungamano ya mila na desturi za mababu, maana yake mkiyafuata hamtoweza kupata Uislamu wa sawa. Na ndio maana aya hii tuliyotangulia, aya 170 katika Bakara, ambayo wa idha qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abauna, hii aya inakuonyesha kwamba wao walikataa kata na wakasema sisi tunafuata tuliyokuta na nani? Baba zetu. Na huku Muhammad yeye anasema acheni wanaosema nani? Baba zetu. Kwa nini acheni wanaosema baba zetu? Hili swali ni swali muhimu sana. Niulize kumuuliza mwingine. Hili swali ni swali muhimu sana. Niulize kujiuliza mwenyewe. Kwa nini acheni wanaofuata baba zetu? Wazee watewe na vijana watewe, wakina mama na wakina baba, kwa nini? Utruku ma yakulu abaukum. Kwa sababu baba wanachokizungumza ni kuhami desturi na mila za mababu. Hao ndio mazungumzo ya mababa. Wazee mazungumzo yao watakayozungumza yatakuwa ni kuhami mila na desturi. Na wakati unahami mila na desturi, tayari wanatoka katika mfumo wa maumbile yao. Mfumo upi wa maumbile yao? Mfumo wa kumwabudu Allah pekee yake na kumshirikisha na chochote. Na hilo ndio lengo la kuumbwa kwao. Kuna Waislamu wengi wanadhania kwamba mila ya Muhammad ni mila ya Quraysh, na wanaona kwamba labda hakuwa na matatizo baina ya Muhammad na watu wa zama zake. Lakini yule ambaye ni daris ni tarehe al-Islam, aliyesoma tarehe ya historia ya Uislamu ipasavyo, ataona namna ya kiminyano kilivyokuwa kikubwa. Ataona kiminyano kikubwa. Kwa jukumu la manabii kuhakikisha kwamba watu wanarejea katika usawa ilikuwa ni jukumu la gharama. Na Muhammad ibn Abdullah alifanya kwa kina kuhakikisha watu wanabadilika. Na hapa ndipo pagumu. Unajua, ongea yote lakini usije ukaongea kumwambia mtu abadilike kutoka kwenye mfumo kwenda katika mfumo mwingine. Ni jambo gumu sana. Unaonaje mzee wangu wa miaka 55, mzee wangu wa miaka 60, mzee wangu wa miaka 70, unaonaje leo unaambiwa hili halifai, halafu kwenye hii dunia uko miaka 60? Unaona ni jambo rahisi hilo? Wazee, ni jambo rahisi hilo? Yaani upo kwenye dunia miaka 60, halafu leo unaambiwa hili ambalo kwenye miaka 60 uliishi nalo, unaambiwa hili halifai. Hapo magumu. Na kuelewa hapo panahitaji tawfiki ya Allah. Magumu sana. Ni magumu sana. Sasa huu ugumu ambao tunaozungumzia ndio ugumu uliowakuta Makuraishi. Kwa nini wabadilike kwa maneno ya mtoto wa Bilal? Mtoto anazaliwa amemwona. Kwa nini iwe hivi? Ikafikia siku wakafanya makubaliano na Muhammad. Ndio sasa, na hapo ni baada ya kuona kwamba hakuna njia. Kaambia sasa Muhammad, unaonaje tukapata zamu za kuabudu sasa?
tumekuelewa, unacholingania tumfanyaje, tumekuelewa, bado hatujakubali bado, ila huenda kwa baadaye tukafanyaje, tukakubali. Sasa unaonaje tukafanya makubaliano mwaka huu tukamwabudu huyo unayomdai kwamba ni muumba, alafu mwaka unaofuata tukaabudu masanamu yetu? Unaonaje tukafanya hivyo? Yaani tukafanya suluhu. Unaelewa? Anataka wafanye nini? Wafanye suluhu. Suluhu gani? Suluhu yenyewe mwaka mmoja waabudu masanamu na mwaka mwingine waabudu khaliqus samawati wal ardh. Hiyo ni sura ya majadiliano ya suluhu baina Muhammad na Quraysh. Unajua Qur'ani ilitoa majawabu gani? Unajua Qur'ani ilitoa jawabu gani? Qur'ani ilitoa jawabu kwa kushusha sura nzima al-Kafir, na mwisho ikahitimisha lakum dinu waliya din. Unajua hii sura tunaisoma sana watu wazima, hii sura tunaisoma sana wazee, lakini hii sura imebeba ujumbe wa faslun baina al-bilad, ujumbe uliokuja kupambanua baina ya hizi mila duniani, na kwamba hizi mila hazina mafungamano yoyote na mila ya mbinguni. Hii sura imekuja kufanya pambanuzi. Lakum dinu waliya din. Hiyo aya maana yake ni kwamba nyinyi Makuraishi hatuwezi kufanya suluhu ya mwaka tuabudu tunachokiabudu na mwaka mwingine tuabudu tunachokiabudu, bali nyinyi mtaendelea kuabudu masanamu na sisi tunaendelea kuabudu ni wapi? Mbinguni. Kwa nini? Lakum dinu, na dini yenu na sisi nini? Dini yetu. Jambo limesha. Sasa ndugu yangu Muislamu, ikiwa haya ni mapambano waliyojini katika zama za Muhammad ibn Abdullah, lakini sasa tunazungumza katika zama za mwaka 1447 Hijiria, karne 14. Lakini hizi karne 14 kuna baadhi ya mambo ambayo Uislamu uliyapiga vita, kuna baadhi ya mambo ambayo Uislamu uliyafuta. Mpaka sasa kuna watu wanasema sisi ni Waislamu na hayo mambo wanafanya. Na Uislamu umeyafuta. Kwa mfano, ukisoma katika Nisa aya 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala anafuta sheria ya mwanamke kurithiwa. Ilikuwa Waarabu, mwanamke anapofiwa na mume, mwanamke huyo anarithiwa na upande wa huyo mume ambaye amefariki, ndugu yake, lakini pia wao wameongeza kwamba mwanamke huyo anarithiwa na mtoto wa mumewe kwa mama mwingine. Yani ilikuwa Waarabu kabla ya Uislamu, Waarabu kabla ya Uislamu ilikuwa mama anapofiwa na mume aliyekuwa na wake wawili au watatu, wao wanaonyesha kwamba inafaa mtoto amuoe mama yake, amrithi mama yake mtoto. So Waarabu walikuwa wameenda mbali. Lakini pia katika mila na desturi za Kisambaa, mwanamke naye anarithiwa. Hivyo mwanamke anarithiwa. Yaani katika mila na desturi za Kisambaa, mwanamke anajumlishwa katika mwiko wa mali za mume, ambazo hizo mali za mume zina uhalali kwa watu waliofiwa na ndugu yao. Sasa hii sheria ni sheria walikuwa nayo Waarabu kabla ya Uislamu. Muhammad ibn Abdullah alipokuja akaifuta hiyo sheria. Kisoma aya 19 katika Nisa, ya ayyuhalladhina amanu la yahilu lakum an tarithu an-nisaa karha, enyi mliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, si halali kwenu kuwarithi wanawake. Uislamu kaja ukafuta sheria ya mwanamke kurithiwa, bali wajalaha min al-warithati, akamjalia mwanamke pia katika watu wenye kurithi. Lirijali nasibun mimma taraka liwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جوني آية 7 katika Nisa. Wanaume wanafungu katika mali zilizoachwa na watu wao karibu na wazee wao, lakini pia wanawake wanafungu katika mali iliyoachwa na watu wao karibu na wazee wao. Kwa hiyo Qur'ani ikamfanya mwanamke ni sehemu ya warithi, na kwamba mwanamke si sehemu ya warithiwa. Uislamu kaja kufuta sheria. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza,
mwaka 1447 Hijiria mpaka sasa milima ya Usambara wanawake wanarithiwa. Na wanaorithi tunakutana nao misikitini. Wanasema hapo patamu hapo. Yaani mwanamke anarithiwa na wanaorithi tunakutana nao msikitini. Imamu akisema sawa sasa na wanasema wanaweka miguu sawa. Sasa wewe umefanyia kazi mila ya mababu ambayo Muhammad alipiga vita mila ya Quraysh. Unaona gani? Alipiga vita mila nini? Ya Quraysh. Na akawaambia Makuraishi, "Waturuku ma yakulu abaukum." Acheni wanaosema nani? Baba zenu. Kwa nini? Kwa sababu watawaambia baba zenu. Unaona? Muhammad ibn Abdullah aliwaambia, "Uturuku ma yakulu abaukum." Acheni wanaosema baba zenu. Kwa nini? Kwa sababu hao baba wa Qurayshi, tusikilizane vizuri, hao wazee wazima wa Qurayshi walikuwa wanasema Muhammad anachofanya sio sahihi. Nyinyi endeleeni kubaki kwenye mila zenu. Umeelewa hapo? Lakini wazee wa Qurayshi walikuwa wanasema hivi. Lakini unaniambiaje wazee wa Sambali nao wanasema? Wazee wa Sambali nao wanasema hivi banga mtanyusha hivi. Hadi ni lugha tena. Unaona wanadanganya hawa. Haya mambo haya yanaua. Wazee nao wanasema hivi. Kwa hiyo unaona wazee wa Qurayshi aliishi nao Muhammad na wazee tunaoishi nao sasa lugha yao ni hii. Lugha yao ni hii. Ni moja. Wote wananusuru desturi na mila za mababu. Lugha yao ni moja. Labda mzee aliamua kuacha mila za mababu na kufuata mila ya Muhammad. Lakini wazee ambao bado wanafuata mila za mababu lugha yao ni moja, hasa milima ya Usambara katika maeneo. Naam, makabila mengi yanang'ang'ania mila za mababu, lakini Usambara hali ni ngumu. Yaani katika maeneo ambayo tupo kwenye dini mbili kwa muda mmoja, basi ni maeneo ya Usambara. Yaani kuna muda inapewa nafasi dini na mila ya Muhammad, kuna muda inapewa nafasi na dini ya mtamkae kwa mtu huyu mmoja, kitu ambacho Muhammad nikikataa. Na laiti Muhammad angekubali, basi angebaki Maka, asingeenda Madina. Unajua kitu cha mtu wa Maka kwenda Madina nini? Unajua nini? Kwa sababu wenyewe walivyoambiwa badilikeni walikataa na wakamwona Muhammad ni adui. Kwa hiyo walichofanya ni kufanya mkakati wa kumua Muhammad. Na Qur'ani inaonyesha illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghal idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Katika Tauba, illa tansuruhu, ikiwa hamtamnusuru Muhammad faqad nasarahu Allah, Allah amekufanya amekusha kumnusuru. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, pale walipotolewa katika mji wa Maka wakiwa watu wawili tu, yeye Muhammad na Abu Bakar. Idh yakulu li sahibihi la tahzan, Abu Bakar katika ghari Thawr anamwambia Muhammad, Abu Bakar katika ghari Thawr akawa hofu imemzidi. Muhammad anamwambia mwenzake la tahzan, Abu Bakar usiwe na hofu, inna Allaha ma'ana, Allah yuko mmoja. Kwa nini Muhammad akimbie mji ambao alizaliwa? Kwa nini Muhammad akimbie mji ambao alikuwa? Kwa nini Muhammad akimbie mji ambao alilelewa? Kwa sababu watu wake walimkataa. Kwa nini walimkataa? Aliwaambia badilike. Kitu gani alichowaambia badilike? Waache mila za Makureshi, wafuate mila iliyotoka mbinguni. Na huo ndio wito wa manabii wote. Huo ndio wito wa manabii wote. Manabii wote wito wao ni huo. Asiabudiwe katika ardhi si kwa nani? Si kwa Allah. Huo ndio wito wao. Idh yamkuru bika alladhina kafaru. Kumbuka Muhammad pale alipokuwa anafanya vitimbi waliokufuru, liyukhrijuka au liyaqtuluka au liyuthbituka wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Katika Anfal, kumbuka Muhammad walipokuwa wanafanya mikakati dhidi yako. Mikakati hiyo wamechagua moja ya mambo matatu. Jambo la kwanza, wakukamate wakufunge. Jambo la pili, wakuue. Jambo la tatu, wakuhamishe katika mji. Wayamkuruna wayamkurullah
wallahu khairul makirin. Wakati huo wanafanya vitimbi, basi Allah anawarejeshia hizo vitimbi, na Allah ni mbora wa kurejesha vitimbi. Allah ni mbora wa kurejesha vitimbi. Vitimbi gani? Ni mikakati ya kuhakikisha wanamuona nani? Muhammad. Na walichofikiana ni kumuona nani? Muhammad. Kosa lake ni nini huyo Muhammad? Je, alidhulumu mali za watu? Je, aligombea chochote na Makuraishi? Ukisoma historia inaonyesha hata Makuraishi wenyewe walikuwa wanajua kwamba Muhammad ni mtu mwadilifu. Walikuwa wanafahamu. Walikuwa wanamuita Sadiqul Amin, mkweli mwaminifu. Na hata safari ya hijra amemteua Ali bin Abi Talib arejeshe mali kwa watu wake. Yani subhanallah, watu wanaotaka kumuua mali zao zipo ndani kwa Muhammad. Yani Muhammad ni mtu mwaminifu kiasi kwamba mali zao zinakaa kwake, lakini umegeuka unataka kumuua. Kwa nini unataka kumuua wakati unamuona ni mtu mwaminifu? Wazee wangu, Muhammad anataka auliwe, lakini wakati anataka auliwe, hao wanataka kumuua, mali zao, benki yao ni nyumbani kwake. Yani wanamjua kwamba katika mtu ambaye ni mwaminifu aliyepindukia ni nani? Ni Muhammad. Sasa hebu tujiulize pamoja, mimi na nyinyi, mtu ambaye watu wanamwamini, mtu mwadilifu, mtu mwema, mtu asiyekuwa na shida na mtu ambaye ukimwekea pesa yake inarejea wala haijafanywa change kama sisi. Yani ukiweka pesa kwa Muhammad ibn Abdullah, basi hiyo pesa yako utaikuta ulivyoiweka. Yani hata kufungua angalia ndani hafungui. Yani vile ulivyofunga utakuta hivyo. Kwa hiyo Waarabu wao walikuwa benki yao nyumba nani? Ya Muhammad. Lakini tujiulize sasa, kwa nini wanataka wao? Kwa nini wanataka wao? Mtu anayemwamini hata pesa zao wanaweka kwake, lakini leo wamegeuka wanataka wao. Kuna nini? Aligusa kwenye imani zao. Aligusa kwenye nini? Aligusa kwenye nini? Kwenye imani zao. Yani mtu ni rafiki yako sana, mtu wako karibu, mzee wako, mtoto wako, rafiki yako, utakapogusa sehemu ya imani yake, maana yake lazima atabadilika. Lazima abadilike. Yani imani ikigusa mwenyewe anabadilika. Kwa nini? Kwa sababu anahisi kwamba anemkosoa anampelelesha, anahisi kwamba anemkosoa anamdhalilisha, anahisi kwamba anemkosoa anamuona hajui chochote. Automatically akili ya mwanadamu na maarifa yake yanajitengeneza hivyo. Yakijitengeneza hivyo, yeye anajitengeneza sasa katika hali ya kujikomboa. Hapo ndipo uadui utakapoanza. Hapo ndio uadui utakapoanza. Unaonaje kwamba mzee wa miaka 70, subhanallah, shetani al-la'in ambaye naye anatakikana amwabudu Allah, akamuingia, akampa shida, kesho na kesokutwa wakaingia mikataba, akamjengea kibanda shambani, akamjengea kibanda kingine nyumbani. Mtu mzima anafagia, anaweka unga, anaweka maji. Halafu unamwambia, "Mzee unafanya nini hapa sasa?" Unajua nahisi unamdhalau sana. Unajua nahisi unamfuza sana. Unajua nahisi heshima yake umevunja sana. Unajua nahisi umemvunjia adabu kabisa. Hapo ndipo watu wanapobadilika. Kwa hiyo watu waangalia kwamba wewe ni mtoto wake mkubwa na kwamba kila saa unamtumia pesa ya chakula. Hata angalia kwa sababu wewe ndio mtoto wake mkubwa kwamba kila saa unamletea mavazi. Anasema tu, kijana huyu unamuona ushabadilika, anapiga vita milefu. Sasa wewe kijana, wewe tutakutoa kwenye ukoo wetu. Wewe utakufukuza. Tusilisiane. Tutakufukuza kwenye mji wetu. Hiyo ndio kazi uliyopitia mwanadamu. Hiyo ndio kazi aliyopitia nini? Muhammad aliwaambia, haya masanamu mnayoabudu haya hayadhuru wala hana faida yoyote. Yaacheni muabuduni Allah. Wanasema wanamfuata nani? Wanamfuata baba yake mdogo Abu Talib. Na mimi kijana wako huyu haishi kutukana.
Yeye kila kunafanyaje? Anatukana tu. Wanamwambia sasa unaonaje tukafanya mabadilishano? Tukakuletea kijana mwingine mwenye adabu. Anakutumikia vizuri. Kile unachotaka anatekeleza. Halafu tupu kijana ambaye hana adabu tumalizane naye. Unaona? Kama mzaa vile lakini ni mambo yamefanyaje? Ni mambo yamefanyaje? Ni mambo yametokea. Ni kama mzaa lakini mambo yametokea. Kama Makuraishi wanaona Muhammad hana adabu. Ni Muhammad ni kijana aliyekosa tobu nidhamu. Kwa hiyo wanamtaka babake mdogo wamletee kijana mwenye heshima na adabu wabadilishane wakamua Muhammad. Unajua mzee akaona jambo gumu. Akatishika. Inabidi mwite mwanae, bwana mwanangu, mbona sahali imezikuwa ngumu? Mimi naona kama vile jambo ungeliacha tu. Mambo ya kulingania ungeachana nayo. Tukaishi tu maisha mazuri mwanangu. Mbona watu hali inazikuwa ngumu? Akamwambia ya ammi, law wada'u ash-shamsi ala yamini wal qamari ala yasari ala an ada hadha al-amr la atrukuhu hatta ahlaka duna au yudhhirahu Allah. Anamwambia ammi yake, ewe ammi, lau hao Makuraish wangekuwa na uwezo wa kutelemsha jua, wakaliweka mkono wangu wa kulia, wangekuwa na uwezo wa kutelemsha mwezi, wakaweka mkono wa kushoto kwa ajili ya kunitisha niache hili jambo usiliachi mpaka Allah alidhihirishe au nife kwenye hili jambo. Hiyo ndio mawkifu ya Muhammad ibn Abdullah. Hiyo ndio mawkifu alionyesha Muhammad. Hiyo ndio mawkifu alionyesha nani? Alionyesha Muhammad. Kwamba hata kama hivyo vitisho vyao wangekuwa na uwezo wa kutelemsha jua, yani mtu ana uwezo wa kutelemsha jua, akalishusha chini, alafu na mwezi nao akaushusha, ili hili jambo niliache, hili jambo siliachi. Nife kwenye hili jambo au Allah alidhihirisha. Hiyo ndio ahadi alichukua Muhammad ibn Abdullah. Hiyo ndio ahadi alichukua Muhammad ibn Abdullah. Ndugu yangu Muislamu, kufanya dawa ulingano wa kuwarejesha wanadamu katika lengo waliloumbiwa ni jambo kubwa ambalo lisimamia manabii. Ni jambo kubwa ambalo lisimamia manabii. Na manabii wakapitia madhila, wakapitia mambo magumu katika jambo hilo. Kwa hiyo Muislamu popote pale utakapokuwepo lazima uhakikishe kwamba lazima ubaki katika wito alioacha Muhammad ibn Abdullah. Na wito wake ni kumwabudu Allah na kutomshirikisha na chochote. Ni kumwabudu Allah na kutomshirikisha na chochote. Hilo ni jambo kubwa ambalo inawezekana Waislamu waweze kulitekeleza kwa sababu ndani yake kuna mafanikio yaliyokuwa makubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katika Saad ikiwa ni aya ya 4 na aya ya 5 lakini pia na aya ya 6 lakini pia na aya ya 7 na kwenye hizi aya katika sura As-Sad zinaonyesha namna ya mjadala baina ya Mtume sallallahu na watu wale waliotumwa kwao, kuanzia aya 4, aya 5, aya 6 na aya 7. Hizi aya anasema waajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Walistajabu Makuraish, walishangaa Makuraish baada ya wao kujiwa na muonyaji miongoni mwao. Makuraish walishangaa, Makuraish walistaajabu. Ni kitu gani walichokishangaa Makuraish? An ja'ahum mundhirun minhum, kujiwa na muonyaji ambaye ni miongoni mwao. Kujiwa na muonyaji ambaye ni miongoni mwao. Wakala likafirun hadha sahirun kadhab, wakasema wale waliokufuru yale alikuja nayo Muhammad, huyu ni mchawi alafu muongo.
ndugu yangu Muislamu, tafakari al-ma'i, tafakari al-ma'i, tafakari pamoja nami. Yani Muhammad alikuwa anaitwa Sadiqul Amin. Tunaelewana? Lakini Muhammad alikuwa anaitwa Sadiqul Amin, mkweli mwaminifu. Lakini wakati anaitwa Sadiqul Amin, mkweli mwaminifu, ni kabla ya kupewa ujumbe. Na ujumbe aliopewa ni wa kuwataka watu waabudu Allah na wasimshiriki chochote. Sasa wakati alipopewa ujumbe na akawaambia Makuraishi, mimi ni mjumbe, wakastaajabu. Lakini pia wakasema sahirun kadhab, huyu mtu ni mchawi, halafu huyu mtu ni mwongo. Yani yule mtu ambaye jana ni Sadiqul Amin, leo ni mchawi mwongo. Unajifunza nini hapa? Unajifunza kwamba kumbe wanadamu katika upotevu hawana ugomvi na shakhasia ya mtu, hawana ugomvi na mtu wa aina yote wanadamu, bali wana ugomvi na anachobeba wanadamu. Tunaelewana wazee wangu? Tunaelewana wazee wangu? Yani viumbe hawana ugomvi na viumbe wenzao. Kwa mfano kwenye huu mji wetu ambao tupo, ambao tupo, yani watu hawana ugomvi baadhi kwa baadhi nyingine. Lakini atakapotokea mtu mmoja akasema, jamani, huku kukesha kumwabudu shetani, hili jambo Allah ameliharamisha, hapo sasa ndio ugomvi utafanyaje? Utatokea. Kwa nini ugomvi unatokea wakati ilikuwa hakuna ugomvi? Kwa nini ugomvi unatokea wakati huyu mtu watu walikuwa hawana ugomvi naye? Ugomvi umetokea kwa hiki alichokibeba. Pia Muhammad ilikuwa Makuraishi hawana ugomvi naye. Wewe angalia katika tukio la hadimul Kaaba, na wakati wanaweka Hajarul Aswad, Waarabu walikuwa wanafahamu sharaful Kaaba, wanakuwa wanajua utukufu wa Kaaba. Wakati Kaaba ilipopatwa na mpigishiko ikadondoka, Makuraishi wakakaa kufanya michango kuijenga Kaaba, lakini Makuraishi walitofautiana katika kuweka Hajarul Aswad. Akaja mmoja akashauri kwamba atakayekuwa na uwezo, atakayekuwa na ruhusa ya kuweka Hajarul Aswad ni mtu wa kwanza kuingia wapi? Kuingia msikitini. Mtu wa kwanza kuingia wapi? Kuingia msikitini. Tunasikilizana vizuri lakini hapo. Wakasema mtu wa kwanza kuingia msikitini ndiye ana uhalali wa kuweka jiwe la Aswad. Alafu mtu wa kwanza aliyeingia msikitini alikuwa nani? Alikuwa ni Muhammad. Tuelewane vizuri. Kipindi hiki ni kabla hajapewa nini? Hajapewa utume. Kipindi hiki kabla hajapewa utume. Alipoingia Muhammad, wakasema radhina bil amini, tumemridhia mtu mwaminifu. Makabila yote ya Quraysh wakasema tumemridhia mtu mwaminifu. Ni nani huyo mtu mwaminifu? Alikuwa ni Muhammad ibn Abdullah. Wote wakasema huyu tumemridhia, ndiye anayestahili kuweka Hajarul Aswad katika sehemu yake. Lakini Muhammad alikuwa na hekima kabla ya kupewa utume, akafabasata ridaahu, akakunjua nguo yake, na ilipokunjuliwa ile nguo wakaweka Hajarul Aswad, ikisha akateua kila mkubwa katika ukoo ashike ile nguo. Yani aliwashirikisha kuweka Hajarul Aswad katika nafasi yake. Lakini ndugu yangu, angalia kwamba Makuraishi wanasema radhina bil amin, tumemridhia mtu mwaminifu ambaye alikuwa ni Muhammad. Lakini kwenye hii aya ya 4 katika Sadi wanasema wakala alkafiruna hadha sahirun kadhab, huyu ni mchawi na ni mwongo. Yani Sadiqul Amini ashageuka kuwa ni mchawi mwongo. Kilichomgeuza kuwa ni mchawi mwongo ni kwa sababu alikuja akawaambia, haya mnayoabudu Allah ameharamisha, Allah amekataa msiabudu masanamu, Allah ameharamisha msiabudu masanamu.
Kwa hilo wao wakamfanya Muhammad ni adui wao, na hawajamfanya ni adui tu, wakasema ni sahirun kadhab, ni mtu mchawi tena muongo. Ikisha wakamtuhumu. Hebu sikiliza tuhuma waliomtuhumu. Aya ya 5 katika Sadi, tuhuma za Makuraishi kumtuhumu Muhammad. Wanasema hivi: ajala alihata ilaha wahida, eti Muhammad anakuja anatuambia wakuabudiwa ni mmoja. Wanastaajabu, yani wakuabudiwa ni mmoja. Tuache Lata, tumwache Uzza, tumwache Manata, eti vyote hivi viache waabudiwe mmoja. Hiyo ndio tuhuma ya Makuraishi waliomtuhumu Muhammad. Ajala ilahatan ilaha wahida, amejalia viabudiwa kuwa awe mwabudiwa mmoja. Wakasema inna hadha la shay'un ujab, hili jambo la maajabu kabisa. Yani tuache kumwabudu tuache kuabudu Uzza, tuache kuabudu Manata, tuache kuabudu na masanamu mengine, eti tuambie kuabudiwa ni mmoja. Wanasema inna hadha la shay'un ujab, ni jambo la maajabu aliyokuja Muhammad. Jambo la maajabu alilokuja nalo Muhammad, na kwamba chenye kufaa kuabudiwe kiwe kimoja. Hili jambo la maajabu. Sasa Makuraishi walikuwa na Lata na Uzza, alafu na Manata. Hao ndio masanamu makubwa wanaongoza, alafu na masanamu vidogo vidogo. Lakini milima Usambara nao pia wanamngaza Mhindo, Kizaia, ndivyo Mwarabu. Unaona, Waarabu wao walikuwa na Lata na Uzza na Manata. Muhammad anawaambia hivi vyote viacheni, mwabudu mmoja. Wakasema inna hadha la shay'un ujab, hili jambo la maajabu. Lakini na sisi tukisema wazee tumwache Mngaza na Mngindo na Kizaia na Mwarabu, wanasema usio banga, mbona mtatufia adhibi nugatina. Wazee wanasema mbona mnatupoteza nyinyi? Hivi vitu tuviache tena wakati tumekutana nao wazee wetu. Nini mnajua kushinda wazee wetu nyinyi vijana? Nataka mtupoteze nini? Kwa hiyo shughuli alikutana nayo Muhammad ndio shughuli tunakutana nayo Sambani. Ila tu imetofautiana kwamba wale waliabudu masanamu wa kutengeneza, hawa ni masanamu hewa. Kwa sababu mzee wangu, hebu natujadili pamoja. Unajua kitu gani tujadili? Yani unamjengea kiumbe mwenzako kijumba kizuri, halafu unapata kazi ya kwenda kufagia kila asubuhi, halafu unaweka unga, unaweka na maji. Lakini mzee wangu, natujiuliza kwa pamoja, haya maji mbona tunaona wanakunywa ndege? Haya maji mbona tunaona wanakunywa mbwa? Unga mbona tunaona wanakula ndege? Huyo aliwekewa ni nani? Mbona vitu vyake alivyowekewa hali? Na mtu akiona anakula yani yule uliomwekea ukamkuta anakula mwenyewe, unaweza ukafa kwa hofu, kwa sababu asili hali. Lakini hapa wazee wangu niwape elimu ya ziada kijana wenu. Unajua ulimwengu wa kijini ambao tumeshotaja awali, ulimwengu wa kijini ni ulimwengu wa viumbe hai, viumbe wenye akili kama wanadamu, viumbe wenye kuzaliana kama wanadamu, viumbe wenye matabaka ya mila na makabila kama wanadamu, viumbe wenye dini tofauti kama wanadamu. Lakini pia kuingia kwenye viwiliwili vya wanadamu wana malengo tofauti. Kuna wanaoingia kwenye viwiliwili vya wanadamu kwa sababu jini wa kiume alimpenda mwanadamu wa kike. Kuna ambao wanaingia kwenye viwiliwili vya wanadamu kwa sababu jini wa kike alimwingia mwanamume wa kibinadamu kwa sababu amempenda. Tunaelewana hapo? Lakini maana yake kilichowaingiza ilikuwa ni mafungamano ya mapenzi. Mapelewa hapo? Lakini sasa aliyeingiwa na jini ni mkeo, halafu huyu jini ni mume mwenzako, halafu huyu mume mwenzako unamjengea kibanda. Unaona jipa alipokaa? Au hamjielewa vizuri?
Yaani majini kuingia katika miili ya wanadamu wana sababu tofauti tofauti. Kuna majini wa kike wanaoingia wanaume kuwafanya ni waume zao. Kuna majini wa kiume wanaoingia wanawake kuwafanya hao wanawake ni wake zao. Tunaona hapo lakini. Sasa unaonaje huyu jini aliyemuingia mkeo ni mwanamume mwenzako, alafu unashirikiana na mkeo kumjengea kibanda? Unaonaje palipokaa? Wazee wangu, maana palipokaa? Maana yake kama ni mwanadamu mwenzako ni tukupanga. Kama ni mwanadamu mwenzako na sikumpanga mmalizane. Sasa huyu mwanaume wa kijini, kwa nini uwe na ridhaa ya kumjengea kibanda awe ni mume mwenzako mwenye kushirikiana kwa mke? Uone kabisa ni mtihani. Na kuna wanaume wanapewa muda wa kukutana na wake zao. Wanapewa muda wa kukutana na wake zao. Kwa hiyo jamaa akikubali, basi kwa mwezi unapewa fursa ya mara moja. Akikataa, ukijifanya mbabe, kila kitu kinakufa. Na sasa watu wengi wanaugua matatizo ya kufa. Watu wengi wanaugua matatizo ya kufa. Unaona bwana, lakini kufa kwingi kunasababishwa na hivi viumbe. Maana yake anakuona umbishi, sasa yeye anakata umeme. Wewe unafanya mbishi bwana. Tunakata umeme sasa. Tukikata umeme jambo limeisha. Kwa hiyo, kwa hila kama hizo, bado wanadamu wanaendelea kuabudu kwa sababu wamekosa fursa na njia mbadala za kujiepusha kwenye hizo hila. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tunaomba mfano kwamba Makuraishi vita vyao na Muhammad vilikuwa hivyo. Lakini pia kwa upande wa kwetu vita vinaendelea kuwa ni hivyo. Wao pia wanashangaa kwa nini wakuabudiwa awe ni mmoja. Alafu baada ya mjadala mrefu, wantalaka almalau minhum. Malau ni wale waheshimiwa wa mji, wale watu wakubwa kwenye mji. Hao waheshimiwa wakaondoka, wakawaambia wafuasi wao, animshu, twendeni bwana, ondokeni hapa alipokuwepo Muhammad, twendeni zenu, twendeni zetu. Wantalaka almalau minhum animshu, tuondokeni, wasbiru ala alihatihim, na kuweni na subira bwana. Si ujana na wasema mbaya na watukana, kuweni na subira bwana. Yani Makuraishi wanaambizana wawe na nini? Wawe na subira, kwa sababu Muhammad anawasema mbaya. Wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yura. Hili ni jambo tulimekusudiwa. Wanasema hivi, hicho anacholingania Muhammad, ma sami'na bihadha fi millati al-akhirah, hatujasikia hizi kwenye mila zetu. Ujumbe alikuja nao Muhammad hatujausikia kwa wazee wetu. Makuraishi wanasemaje? Ujumbe aliokuja nao Muhammad hawajasikia kwa wazee wao. Maana yake Muhammad amekuja na kitu kigeni. Wanasema in hadha illa ikhtilafu, halijakuwa hili alikuja nalo Muhammad isikuwa ni jambo la kutungwa tu. Eti nasema napokea wahi, sio wahi, ni jambo la kutungwa ili aseme mbaya hivi tunavyoviabudu. Ndugu yangu Muislamu, hii ndiyo hali halisi aliyokutana na nani? Muhammad. Lakini Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam akakutana na mazito kama haya wakati alipofiwa na Abu Talib, akafiwa na Khadija binti Khuwailid. Watu wawili hawa walikuwa ni ngao kwa Muhammad angali walipokuwa hai. Huyu Abu Talib alikuwa hajawa Muislamu, lakini alikuwa na mhami mtoto wa ndugu yake. Kwa nini alikuwa na mhami mtoto wa ndugu yake? Kwa sababu yeye ndiyo mlezi. Yeye ndiyo mlezi. Kwa hiyo alikuwa anajitahidi kumhami mwanae hata kama hajiungana na mwanae. Hata kama hajiungana nani? Na mwanae. Na katika Sahih Bukhari pia na Sahih Muslim ikionyesha kifo chake huyu kwamba Mtume alienda kumlingania wakati kabla ya kufa. Akamfanyia dawa, akamwambia ya ammi kul la ilaha illa Allah kalimatan uhaju bika inda Allah. Ewe ammi, sema la ilaha illa Allah, tamko ambalo litakuwa ni hoja mbele ya Allah. Walikuwepo wazee wenzake kina Abu Jahal na Abdurrahman ibn Abi Umayya, wakamwambia Abu Talibi, atadhhabu am millati al-Muttalibi? Je, unaikataa mila ya Abu Mutalibi?
Mtume akarudia tena, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan nuhaju bika inda Allah, sema la ilaha illallah, tamko ambalo litakuwa ni hoja mbele Allah. Abu Jahal na Abdullah ibn Abi Umayya wanamwambia, atalghabu an millati al-Mutalibi, Abu Talibi, unataka uache mila za wazee kwa sababu ulingana na huyo kijana bwana? Inakuwaje tena? Au unaogopa kufa mzee? Wazee wenzake wanamlingania, unaogopa kufa? Wa kana akhir ma qala wa huwa ala millati al-Muttalib. Abu Talibi maneno yake ya mwisho alikufa katika mila ya Muttalib. Waba an yakula la ilaha illallah, akakataa kusema la ilaha illallah, ikawa ndio hitimisho la maisha yake. Sasa wakati anafariki Abu Talib na anafariki Khadija binti Khuwailid, Mtume sallam amekosa ngao ambazo zilikuwa zinamhami katika mapambano na Waarabu. Unajua nchi ya Maka ikawa imekuwa ni ngumu, akaamua kwenda Taif, huenda anaweza akapata watu watakaomsaidia. Lakini alipofika Taif hali ikawa ni ngumu, wakakusanya watu machizi, watoto wadogo, wakawa wanamsomea Muhammad na kumpiga mawe mpaka damu zikawa zinamchirizika. Dawa katika maeneo Taif yakashindikana, akaamua arudi katika mji wa Maka. Kabla ya kurudi katika mji wa Maka, Makureish wanamtumia ujumbe wa kumzuia asiingie Maka. Tasawwur ayu alaiba, hebu leta picha, mtu aliyopigwa akajeruhiwa anataka kurudi nyumbani kwao, anazuiliwa asirudi nyumbani kwao. Atatuluna rajulan an yakula rabbi Allah, nataka kumuua mtu kosa lake ni kusema mlezi wangu mimi ni Allah. Amepigwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, damu zinamchirizika. Pamoja na hivyo Makuraishi wanamkataa asiingie katika mji wa Maka, mji aliyozaliwa, mji aliyokulia, mji ambao una rafiki zake anasiliwa. Mpaka akatokea mmoja katika Waarabu akampa dhamana Muhammad aingie katika mji, ambaye ni Muslim ibn Adi. Na ndio maana baada ya vita vya Uhud, baada ya vita vya Badr, wakati wanazungumzia mjadala wa mateka waliotekwa kwenye vita vya Badr, Mtume sallam akasema, lau kana Muslim ibn Adi haji la ajiznahu, laiti Muslim ibn Adi angekuwa hai basi tungempa idhini ya dhamana ya hawa mateka kwa ajili ya kulipa alichokifanya kumtakia dhamana Muhammad aingie Maka. Kwa sababu Muslim ibn Adi akatoka na wanae akasema, fakad ajarna Muhammad, sisi tumempa hifadhi Muhammad aruhusiwe kuingia katika mji wa Maka. Anayetoa hifadhi Muhammad aingie mji wa Maka alikuwa ni kafiri na sio Muislamu, alikuwa ni kafiri na sio Muislamu. Anasema fakad ajarna Muhammad, sisi tumempa hifadhi Muhammad aingie katika mji wa Maka. Ndugu yangu Muislamu, hebu angalia, huyu mtu amepigwa, ameumia, pia anaziliwa asiingie katika mji wake mpaka atoke mtu ampe zamana aingie kwenye huo mji. Dawa ya manabii ni dawa moja ngumu sana, mtu asikudanganye. Yaani ukiona mambo yanaenda shwari, wewe bado hujalingania dawa ya manabii. Lingania dawa ya manabii kwa sababu inagusa yaliyoko nyoyoni kwa watu. Na akigusa yaliyoko nyoyoni kwa watu wanabadilika. Watu wanafanya? Watu wanabadilika. Hizi ni adha ambazo wamepitia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala, ambaye alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliteswa. Historia inaonyesha kwamba Bilal ambaye ni mtu wa Habash, ilikuwa anamleta bwana wake katika uwanja wa wazi. Alafu uwanja huo wazi ni uwanja wa mchanga wa changalawe. Ilikuwa mchanga huo jua la jangwa la Jaziratul Arab, ukiweka nyama anaweza kukauka kupitia hilo jua. Ukiweka nyama kwenye huo mchanga, yani unaweza kukausha nyama kupitia huo mchanga. Namna joto lake linapopanda,
namna joto lake na upana. Lakini mchanga huo huo ambao una uwezo wa kukausha nyama, analetwa mtu mmoja Bilal ibn Rabah, anawekwa kwenye mchanga huo huo akiwa amevuliwa nguo, na hawajaishia hapo kumvua nguo, wanamwekea jiwe kubwa kwenye kifua ili asitikisike. Ikisha akiambiwa ukufuru bi Muhammad wa bi rabbi Muhammad, mkufuru Muhammad na mlezi wa Muhammad. Huo ndio wito aliokuwa anaambiwa Bilal. Unaonaje ingekuwa mimi na wewe? Unaonaje ingekuwa mimi na wewe? Wazee wangu, vijana wenzangu, unaonaje ingekuwa ni mimi na wewe? Lakini Bilal alikuwa anasema ahadun, kwamba huyo mmoja mimi ndiye ninamwabudu na huko sibadiliki. Huyo mmoja ndiye ninamwabudu na sibadiliki. Lakini pia tunaiona familia ya Yasir, Ammar ibn Yasir na Sumayya, familia ya baba na mama halafu na mtoto, inatolewa katika uwanja wa wazi kwa sababu tu imekubali tauhidi, imekubali kurejea katika asili ya maumbile yao, imekubali wito wa manabii. Familia hii inaletwa katika uwanja wa wazi, baba na mama wanaanza kuteswa mbele ya macho ya mtoto wao. Lakini inafikia muda anafungwa mwanamke mmoja, Sumayya radhiallahu ta'ala anha, anafungwa mguu, unafungwa kwenye farasi na mguu mwingine unafungwa kwenye farasi. Kosa lake ni nini? Kosa lake alikubali dawa ya mbinguni. Kosa lake alimkubali Muhammad. Kosa lake alikubali wito wa manabii na akakufuru mila na desturi za mababu. Ikisha farasi akaamrishwa huyu waende huku na huyu waende huku. Kinatokea nini? Maana yake mwili umegawa katikati. Dawa ya kuwarejesha watu katika asili ya maumbile yao, dawa ya manabii ina gharama. Dawa ya manabii ina nini? Ina nini mashehe? Ina gharama. Ulingano wa manabii una nini? Una gharama. Una gharama ya damu, una gharama ya nafsi, una gharama ya nguvu, una gharama ya mali. Angalia ulimwengu wa Kiislamu, na ni mwanzo huo wa Uislamu namna hali ilikuwa tete, na watu wakashikamana na Uislamu wao ipasavyo. Sasa mimi kijana wenu, mimi sengine nashangaa. Unajua nashangaa kitu gani? Yaani nchi ya Tanzania ni nchi huru na watu wake wapo huru. Pia Watanzania wanaruhusiwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi kuabudu wanachoamini, maadamu wasivunji sheria za nini? Za nchi. Sasa ninachoshangaa mimi ni kumkuta Muislamu yupo msikitini, halafu Muislamu huyo huyo bado anamaliza matambiko ya kimila. Matambiko ambayo mtume wake aliondoka maneno mawili hana: kupigana mabadiliko, kupigana ili mabadiliko yapatikane, kupigana ili watu wabadilike. Anaondoka Muhammad, meno ya mbele yamefanyaje? Yameondoshwa. Halafu eti kuna mtu anaswali kwenye msikiti wa mafundisho ya Muhammad, halafu muda huo huo anaabudu mweka mkae. Sasa tunasema tu kwamba huu unafiki wa nini? Ikiwa wewe ni Mtanzania, ni mtu huru, unaruhusiwa waabudu unachoamini maadamu usivunje sheria za nchi, huu unafiki wa nini? Unajua asili ya unafiki nini? Unajua asili ya unafiki ilitokeaje? Maka ilikuwa hakuna unafiki, kwa sababu Waislamu walikuwa hawana nguvu, bali Waislamu walikuwa wanateswa. Anayeamini kaamini kweli. Umeelewana? Lakini anayeamini kaamini kweli. Maana yake ukiamini ukubali kufa na kupona. Ndio maisha ya Maka yalivyokuwa. Sasa Waislamu walipofika nchi ya Madina walipata nguvu. Baada ya kupata nguvu wakapata dola ya Kiislamu, ambayo dola hiyo ilikuwa ina uwezo wa kumwadhibu anaenda kinyume. Hapo ndipo palipotengenezeka unafiki. Kwa nini? Kwa sababu unafiki ni ibtali al-kufru wa izhar al-islam, ni kuficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu.
Kwa nini kuficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu? Ili ukiwa na Uislamu uonekane ni Muislamu, ujihami, Uislamu asije kukupa shida. Zama tunazoishi sasa ni zama za Maka. Waislamu ni wanyonge, hawana uwezo wa kumfanya Muislamu chochote. Sasa huu unafiki ni wa nini? Kwani jamani, anayekesha usiku kwenye ngoma ya pungwa, mshawahi kuona asubuhi akipelekwa jela? Hakuna. Maana yake nchi hii inampa uhuru mwananchi wake kuabudu anachoamini mada mazungumzo sheria na nini. Kwani anaenda msikitini kuna mtu anafungwa jela? Hamna. Maana yake hii nchi inampa uhuru Muislamu kuabudu mwananchi wake kuabudu anachoamini mada mazungumzo sheria na nchi. Kwa hiyo Muislamu ana uhuru wa kubaki kwenye Uislamu sahihi, lakini pia Muislamu ana uhuru kuabudu katika mila na desturi nini? Sababu na kwamba hakuna chochote kile ambacho kinafanya kitampata. Lakini ni jambo la hatari Muislamu huyo asubuhi yuko msikitini, alafu usiku alikuwa akimtuliza bwana mkubwa. Lakini kabla alfajiri anampa sadaka yake. Kabla alfajiri anampa nini? Anampa sadaka yake. Anampa nini? Anampa sadaka yake. Watasema nani hii kwa kuzimu? Wa fulani kwa kuzimu. Umeosha sadaka yenu. Hadi vilungatina. Sasa Muislamu unampa mzimu sadaka. Sasa Muislamu unampa shetani sadaka. Ala? Inakuwaje tena Muislamu unampa shetani sadaka? Wewe si Muislamu. Wewe si Muislamu. Muislamu wewe Uislamu wako unataka kumwabudu shetani. Wewe Uislamu wako unataka kumwabudu mzimu. Uislamu mbona umekataza? Kwa nini Muislamu unatoa sadaka kwa shetani? Kwa nini Muislamu unatoa sadaka kwa mizimu? Sasa hajakataa, endelea kutoa nini? Sadaka. Lakini huko msikitini usije. Huko msikitini usije. Maana yake watu wa msikitini sadaka zao wanatoa kwa nani? Kwa Allah. Maana yake watu wa msikitini sadaka zao wanatoa kwa Allah. Sasa wewe unatoa sadaka kwa shetani na mzimu, wewe usije huku. Sehemu ya mjadala na vikao vya Uislamu ni msikitini. Na sehemu ya mjadala na vikao vya watu wamekamkae ni katika mundi kwa zumbe. Kitaa ndio kunamaliza mambo ya mila. Sasa wewe unafaa uende katika nyumba wapi? Ya kitaa. Na huyu naye anafaa aende katika nyumba wapi? Nyumba ya msikitini. Kwa nini? Kwa sababu watu wa msikitini ni Waislamu na watu wa kitaa ni watu wa mila na desturi. Alafu kwa sababu ukienda kitaa hakuna atakayekuingiza jela, kwa sababu ukienda msikitini hakuna atakayekuingiza jela, kwa sababu una uhuru kwenye hii nchi. Unafiki ni wa nini? Wazee wangu, unafiki ni wa nini? Ikiwa Muhammad amehamishwa kutoka Makka kwenda Madina, anawataka watu waache hayo unayofanya. Alafu wewe unayafanya, alafu unaingia kwenye nyumba ya Muhammad. Huku sikumfedhehesha Muhammad sasa. Huku sikumfedhehesha Muhammad. Maana yake unatuambia huyo Muhammad kwenye ulingano wake hakufanikiwa. Japo aliondoka maneno mawili yamevaje? Yameondoka, lakini hakufanikiwa. Kwa nini hakufanikiwa? Kwa sababu wana watu wanaabudu kwa dini hizi mbili kwa muda mmoja. Na yeye aliambiwa la kumdini, kumwalia dini. Aliambiwa hivyo, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Kwa hiyo watu wa kitaa wana dini na watu wa msikitini wana nini? Wana dini. Ndugu zangu, Uislamu sahihi aliuacha Muhammad ni Uislamu wa gharama, na unahitaji kuangalia mafundisho ipasavyo ya Qur'an. Inapasa kuangalia mafundisho ipasavyo ya mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo ambapo tunaweza kufanikiwa. Lakini kinyume cha hayo, mafanikio yanaweza yakawa ni magumu. Mimi niweke nukta hapa kwenye mambo hii ya lengo la kuumba kwa mwanadamu na lengo la kutuma mtume.
kama vile ambavyo tulivyoona. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.